Wazazi wawili wakiwa wema huwa ni sababu ya watoto kuongoka nao kuwa wema. Allah akajalia kwa hikma zake, wema wa wazazi huwa unaathiri mambo mazuri mazuri kwa watoto wao, ila hutokea mmoja mmoja akapotoka kivyake vyake tu. Tusije tukapigiana mifano tukaambiana mbona fulani alikuwa mzuri mwanawe hakuwa hivi. Hiyo hutokea, lakini kiasili uzuri wa wazazi na wema wa wazazi huwa unaakisi na unaathiri mambo mazuri kwa watoto wao wanaowalea, kwa sababu wazazi ni ufunguo wa furaha kwa watoto duniani na akhera. Na kinyume chake, wasipokuwa wema, manake wataandaa funguo za kuwafanya wawe ovyo ovyo duniani na akhera. Nafasi ya malezi kwa wazazi, msimamo wao mzuri, wema wao, kujitenga kwao na shetani, kuna nafasi kubwa sana kwenye makuzi ya watoto. Wazazi ni kioo kwa watoto na ndio kiigizo chao kizuri. Watoto huwa wanawaona wazazi, huanza kuwaiga wao kabla ya kuwaiga wengine. Adhillu la yastaqimu waludu awaj, kivuli hakiwezi kikanyooka wakati mti wenye kivuli hicho umepinda, lazima kivuli chake nacho kitapinda. Kwa hiyo ni wajibu wetu wazazi wote tumche Allah na tuwe wema katika maneno yetu na matendo yetu, na tabia zetu ziwe njema. Na ni wajibu wetu wazazi tuwe na subra sana kwenye kubeba majukumu ya kuwahudumia watoto wetu, kwani ni mtihani mkubwa ambao Mungu huwapa wazazi. Kwa hiyo mtihani huu wazazi kufaulu, ni sharti wawe na uvumilivu mkubwa.